maana yake unakutana na Mungu mwenyewe, unakutana na mwenye ibada. Maana ya kwamba tuko ibadani ni kwamba mwenye ibada lazima awepo. Kama mwenye ibada hata kuwepo katika ibada, maana yake hilo litakuwa ni kusanyiko la wahuni fulani, litakuwa ni kusanyiko la watu ambao wamekosa kazi ya kufanya, wameamua kuja kukusanyika na kupoteza muda. Lakini ibada ina maana kama mwenye ibada amehudhuria katika hiyo ibada. Ibada ina maana kama mwenye ibada anawahudumia watu wake. Unajua kanisa maana yake nini? Kanisa maana yake ni eklesia, maana yake walioitwa na Mungu. Maana yake wote waliokuja katika kusanyiko ni wale ambao wameitwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu anatumia muda huo na wakati huo kukutana na watu wake na kuanza kuwahudumia. Anaanza kukutana nao, anaanza haja ya mtu mmoja mmoja, anaingia ndani, anakutana na haja ya mtu mmoja mmoja, alafu anamhudumia yule mtu kwa namna ya pekee na ya ajabu ambayo mtu mwingine hawezi akaelewa. Sema amina kama unanielewa ninachokiongea. Haleluya. Basi Jumapili ya leo ninataka tujifunze kitu kimoja kinachoitwa hekima. Hekima ya kufanya maamuzi katika nyakati ngumu. Hekima ya kufanya maamuzi katika nyakati ngumu. Haleluya, watumishi wa Bwana. Haleluya. Katika kila maisha ya kila mwanadamu yapo maamuzi ambayo mwanadamu yeyote lazima ayafanye. Kabla haujaamua kufanya chochote, ni lazima kuwepo na maamuzi ambayo ni lazima uyafanye. Jamani, haleluya. Kitendo cha wewe kuwepo MDCC asubuhi ya leo ni maamuzi umefanya. Ulikuwa na option nyingi, ulikuwa na machaguo mengi ya kwenda kuabudu sehemu nyingine, lakini umeamua kuja kuabudu hapa. Hayo ni maamuzi. Ingeliwezekana kabisa ukaamua kubaki nyumbani na hakuna ambaye angekufanya chochote, kwa sababu ni maamuzi yako. Lakini kitendo cha kuamka asubuhi na kudhamiria tangu wiki iliyopita, tangu jana, ya kwamba lazima Jumapili ya leo niwepo nyumbani mwa Bwana, hayo ni maamuzi ulioyafanya. Kwa hiyo maamuzi, kuna uwezo wa kufanya maamuzi na kuna maamuzi, na ndio maana kuna mtu anafanya maamuzi leo lakini anabaki kuyajutia maamuzi yake. Kuna mtu anafanya maamuzi leo anabaki kuyajutia maamuzi. Kuna watu walishawahi kufanya maamuzi ambayo wanajutia. Kuna watu waliingia kwenye mahusiano na watu wasio sahihi, hadi leo wanajutia maamuzi ya siku ile walipokubali kuwaamini na kuelewa wale watu. Kuna watu wanaishi katika maisha ya leo wanajutia kwa sababu ya maamuzi waliowahi kuyafanya nyuma kabla ya kuishi hapo. Kuna watu wanaishi katika vifungo vya nafsi, ni kwa sababu ya maamuzi waliowahi kuyafanya. Kwa hiyo maamuzi yoyote unayoyafanya yanahitaji hekima, na hekima hiyo hakuna namna ya kuipata hadi huwa umeipata kutoka kwa Bwana mwenye hekima. Halo? Ni muhimu kuelewa ya kwamba jambo lolote unalolihitaji au unalohitaji kulifanya leo au kesho, unahitaji maamuzi. Kabla haujafanya kitu chochote, unahitaji maamuzi. Lakini hayo maamuzi unatakiwa kuelewa ya kwamba chochote unachokiamua leo kina matokeo kesho. Na ndio maana kuna mwimbaji mmoja akasema, amua vyema upate mema. Utakachokiamua leo kina maamuzi ya kesho. Kuna vingine unaweza ukaviamua leo kwa sababu ya kufungwa ufahamu, ukashindwa kuelewa matokeo yake kesho yatakuwaje. Baada ya muda kadhaa, baada ya muda fulani, ndiposa unakuja kuelewa ya kwamba hiki kitu ninachokifanya leo ni kwa sababu ya maamuzi niliyowahi kuyafanya nyuma. Haleluya. Nilikuwa naongea jana na mke wangu, nikasema moja ya maamuzi ambayo sijawahi kuyajutia, jambo la kwanza ni maamuzi ya kumpokea Yesu. Sijawahi kujutia maamuzi ya kumpokea nani? Yesu. Sijawahi, na kamwe sitakaa kuwahi kujutia. Maana baada ya kumpokea Yesu
leo. Na moja ya vitu vingine sitavijutia ni kuwa kuhani wa Bwana. Yaani maamuzi niliyoyaamua ya kuamua kumtumikia Bwana, hata kama itakuwaje, hata kama itatokea nitalala njaa, hata kama itatokea leo sitapata, hata kama leo itatokea nitavaa vile ambavyo wengine wanaona ni upuuzi, mimi sitajuta, maana ni maamuzi yangu bora kati ya maamuzi niliyowahi kufanya. Maamuzi haya sikutaka mtu anishauri, maamuzi haya sikutaka mtu anipe ABC za wokovu, za kwamba sasa mwanangu umeokoka unatakiwa. No, niliamua kuokoka mwenyewe, na hayo ni maamuzi bora ambayo nimewahi kuyafanya. Niliamua kuwa mtumishi wa Mungu kwa maamuzi ya hekima na busara. Sijawahi kujuta na sitakaa nikajuta. Haleluya. Na ndio maana kuna nyakati ninamkumbuka Mtume Paulo, ninapokuwa kwenye wakati mgumu, ninajifunza kufanya maamuzi ya hekima, ya kwamba mambo yoyote, jambo lolote ninalolipitia, ninalihesabu kuwa upuuzi kwa ajili ya Bwana. Wewe ni maamuzi gani umewahi kuyafanya unayajutia? Haleluya. Haleluya. Unahitaji hekima kufanya maamuzi. Maamuzi ni mbegu inayoota. Maamuzi ni mbegu inayomea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikwambie, maamuzi ni mbegu inayomea, na mbegu ikishakwisha kumea huwa inazaa matunda. Kwa hiyo ukiamua kwa hekima, ile mbegu ikishakwisha kumea itazaa matunda mema, itazaa matunda ya hekima. Lakini ukiamua kwa upumbavu, ukiamua kwa hisia, hutakiwi kuamua kwa hisia, mtumishi wa Bwana. Ukiamua kwa hisia, ile mbegu itakuwa, ikishakuwa itazaa matunda. Ikishazaa matunda, kitakachotokea ni matokeo ya yale matunda. Kwa hiyo maamuzi yoyote ulioyaamua leo, aidha ni maamuzi ya kuamua kusoma, maamuzi ya kuamua kuingia kwenye mahusiano, maamuzi ya kuamua kuingia kwenye ndoa, yana matokeo. Hamjawahi kuona hii inatokea sana kwenye vikundi vya mashoga na masaluni? Hujawahi kuona mtu anajuta kuolewa na mwanaume? Hujawahi juta mtu anajuta kumzaa mtoto? Hujawahi juta watu wanalani watoto wao, na ilaniwe siku niliyobeba mimba yako, na ilaniwe siku niliyotungishwa mimba yako? Maamuzi yako yanaweza yakaamua, na maamuzi haya huwa yana matokeo. Haleluya. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa hilo. Ni muhimu kuelewa hilo. Jambo ninalotamani ulielewe, kumfuata Yesu ni maamuzi ya busara kati ya maamuzi yote umewahi kuyafanya. Come on. Yaani wewe uliyeko hapa, kumfuata Yesu, kuamua kuambatana na Yesu, kuamua kushikamana na Yesu, ni moja ya maamuzi ambayo umewahi kuyafanya, maamuzi bora katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Kuna watu waliachwa na waume zao walipoamua kuambatana na Yesu. Kuna watu waliachwa na familia zao walipoamua kuambatana na Yesu. Kuna watu waliamua kuachwa na wake zao walipoamua kuambatana na Yesu. Maamuzi yoyote walioyafanya yalibeba matokeo fulani. Ndio maana kuna watu waliachwa, kuna watu walikimbiwa, kuna watu walitengwa na jamii. Kuna wakina sisi tuliokataliwa, kuna wakina sisi tulioonekana tumefanya maamuzi ya kijinga, kuna wakina sisi katika ujana tumeonekana tumeacha vitu vizuri, tumeambatana na Yesu. Tumeonekana tumeachana na anasa za dunia, tumeambatana na Yesu. Tunaamua tumeachana na utamu wa dunia, halafu tukaambatana na Yesu. Ngoja nikwambie, hakuna kitu ambacho kitakufanya ukajutia maamuzi yako kama mtu ambaye ameamua kumpata Yesu alafu akamwacha tena. Hicho ni kitu kibaya. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana kuna wakati wimbo wa zamani, kuna wimbo mmoja wa zamani ulikuwa unaimba, ninyang'anye vyote niachie Yesu.
Yaani mtu alikuwa yupo lazi kwa maamuzi ya kumfuata Yesu, anyang'anywe vyote, anyang'anywe mke, anyang'anywe mume, aachike na mke, aachike na mume, atengwe na jamii, atengwe na marafiki, lakini abaki na Yesu. Anamng'ang'ania Yesu kama Yakobo anavyosema, aling'ang'ana na malaika, anamwambia sikuachie hadi utakaponibariki, sikuachie hadi nitakapofika pale ambapo Mungu amekusudia. Na ni heri mtu huyu, maana ameamua kushikamana na Bwana. Watu wa zamani bwana walikuwa wananifurahisha sana. Bwana asifiwe. Walikuwa wananifurahisha. Nikisomaga habari zao, nikikaga na wazee, wakati napiga nao story, wanaponisimulia wokovu wa zamani, huwa najisikia furaha, huwa najisikia kuinuliwa. Wanasema wao walikuwa radhi walale njaa, walikuwa radhi wakataliwe, walikuwa radhi waonekane wajinga, lakini wabaki na Yesu. Na hii ni kanuni. Kanuni inasema kwamba utakapoambatana na Yesu, dunia haitakufurahia. Si tumeona? Dunia haitakufurahia, marafiki hawatakufurahia, mume hatakufurahia, mke wala hatakufurahia. Maana sisi tunakuwa tumezaliwa kwa namna nyingine. Ulimwengu hauwezi ukatutambua, maana tumezaliwa kwa jinsi nyingine, tumezaliwa kwa jinsi ya tofauti. Ndiposa Yesu anagongomelea pale katika kitabu cha Luka sura ya 8, anasema hivi kuanzia mstari wa 26. Kama mtu anaanza kuyazungumzia maamuzi, Bwana asifiwe, anaanza kuyazungumzia maamuzi, tena maamuzi ya hekima. Luka 8:26, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki, wakisema mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalume gani akitaka kwenda kupigana na mfalume mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Haleluya, haleluya. Sikiliza, Yesu anajaribu kuyaongelea maamuzi ya hekima. Anatoa mfano kwa mtu aliyeamua kumfuata Kristo, na anasema hivi, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, na hata nafsi yake mwenyewe. Kumbe kumfuata Mungu, kumfuata Yesu kunahitaji maamuzi. Haleluya jamani. Kunahitaji maamuzi ambayo ya kwanza kabisa ujichukie wewe. Sasa hapa kuna mtu kwamba Mungu anafundisha kuwachukia watu. Hapana. Maamuzi ya kumfuata Yesu yanahitaji kujikana peke yako kwanza, ujichukie mtumishi wa Bwana. Alafu anatoa hekima nyingine, anasema hivi, mtu yeyote, anasema maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu. Hii ni hekima. Kuna watu walianza kufanya biashara, hawakupiga gharama ya biashara yao. Kuna watu walianza kujenga, walianza ujenzi, hawakuhesabu gharama za ujenzi wao.
walijikuta tu wameanza kujenga, alafu akasema imani. Sikiliza nikwambie, kuna vitu unaweza ukavifanya kwa uzuri pasipo hekima vikaharibika. Come on, sijui kama mtu mmoja ananielewa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Unahitaji maamuzi kabla hujafanya chochote. Kabla hujaamua kumfuata Yesu, unahitaji maamuzi ya busara sana. Tena maamuzi ya kina kwamba hivi mimi katika kumfuata Yesu, kweli mimi ni kijana, mimi ni binti, mimi kama kijana nakubali kuachana na wanawake, nakubali kuachana na anasa za dunia, nakubali kuachana na bangi na pombe, nakubali kuachana na sigara afu nimfuate Yesu. Hayo sio maamuzi ya kawaida. Alafu Yesu anasema mtu wa namna hii anaweza usipopiga gharama, usipoamua kwa hekima, unaweza ukaingia kwenye wokovu kwa sababu haujaamua vyema. Huku nakutana na sisi tunakwambia sisi huku kulewa ni dhambi. Sisi huku kutongoza ovyo ni dhambi. Sisi huku kutumia waganga wa kienyeji ni dhambi. Sisi huku bwana kupita na wadada wa watu ni dhambi. Haujaamua, alafu unaamua kurudi nyuma. Ndipo sasa anasema mtu huyu watu wataanza kumziaki. Kwani hamjaona watu walimziaki? Kuna watu walipewa mwaka mmoja, wakasema mwaka mmoja tunampa. Kweli mwaka mmoja hakumaliza. Baada ya kuona kwamba mwaka mmoja hajamaliza, wakaanza tulisema viko wapi sasa? Tulisema yako wapi? Kuna watu walijiingiza kwenye imani, wakaamua kuambatana na Yesu, lakini hawakupiga gharama. Wameamua kumwacha Yesu. Wanasemezana kule nyuma, wako wapi? Kuna watu waliamua kuanza huduma kama sisi tulivyoanza, lakini hawakuweza kufika popote. Walianza mwezi mmoja, mwezi wa pili wakakimbia, wakasema yuko wapi? Hata sisi maamuzi ya kuanza huduma hapa yaliamuliwa kwa hekima. Siku tukija kukimbia hapa anasema kwamba hili kanisa halipo. Tulisema. Alafu sina ninyi hapa mmekusanyika hapa. Si mnaona ninyi wote mmekusanyika hapa? Wanaanza tulisema, angalia sasa mmekusanyika pale kiko wapi? Kwa mnahitaji hekima kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtumishi wa Bwana. Hekima ni nini? Hekima ni nini? Wisdom. What is wisdom? Haleluya. Nimeieleza kwa namna ya kiroho. Hekima ni uwezo wa kiroho wa jinsi ya kupambanua na kutafasiri mambo ya rohoni na kuyapatia ufumbuzi na upembuzi yakinifu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hekima ni uwezo wa kiroho. Yaani hekima ninayoizungumzia ni uwezo wa kiroho. Yaani uwezo huu unakuwa uwezo wa kiroho. Yaani achana na hekima za dunia. Hekima za dunia bwana zina mambo yake, lakini hekima hii ni uwezo wa kiroho wa jinsi ya kupambanua na kutafsiri mambo ya rohoni. Sikiliza nikwambie, mambo ya rohoni yana maana zake. Si wote walio na uwezo wa kutafasiri mambo ya rohoni. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Sio wote walio na uwezo wa kupambanua mambo ya rohoni. Ukitaka kuamini, ndio maana kuna watu wanakuona wewe ni mjinga baada ya kuamua kuwa mlokole na kumfuata Yesu. Kuna watu wanaweza wakasikia wewe unaomba shikalama yara daba kila siku unalialia hapo, wanakuona huo ni ujinga wako. Kumbe hekima, ndio maana Biblia inasema hivi, mtu mwenye asili ya tabia ya mwili hawezi kuyajua mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hekima ni uwezo wa kiroho wa jinsi ya kuyapambanua na kuyafasiri mambo ya rohoni na kuyapatia ufumbuzi na upembuzi yakinifu kwa msaada wa Roho Mtakatifu mwenyewe. Maana yake Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha kufanya nini? Kuipata hii hekima. Tafsiri nyingine, hii hekima ni Roho mwenyewe. Come on, watu hamjanielewa. Hii hekima ni Roho mwenyewe. Na ndio maana anasema hivi, mtakapokwisha kuipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, yeye atawaongoza katika kweli yote. Katika kweli yote manake haya ni maamuzi ya nini? Ya busara. Roho anayekuongoza katika kweli, Roho anayekufanya uiendee kweli, Roho anayekuongoza kutenda mapenzi ya Mungu. Haya ni maamuzi ya busara. Haya ni maamuzi ya hekima.
Halo? Kwa hiyo hekima ya kimungu inakupa kupambanua mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni ni yapi? Kuna wakati unapita katika wakati mgumu, kuna wakati unaona vitu havitokei. Ulimwengu, sikiliza, hekima ya dunia inakwambia pale mwanangu hautoboi, lakini hekima ya rohoni inakwambia hii hapa ni fursa ya mimi kunipeleka ng'ambo. Hekima ya dunia inakwambia hapa mwanangu nakufa, lakini hekima ya rohoni inakwambia Bwana amenifanyia nafasi, Bwana amenifanyia Rehobosi. Kuna wakati mambo yanagoma kabisa. Hekima ya dunia inakwambia umeachwa peke yako, lakini hii hekima ya kuyapambania mambo ya rohoni inapambanua kwa lugha ya rohoni, inapambanua kwa jinsi ya rohoni. Inakwambia mwanangu, hapa hujabaki peke yako, hapa kuna nafasi hapa. Ngoja nikwambie, lugha ya rohoni inakwambia matatizo na changamoto zote ni fursa, inakwambia ugumu unaopitia ni fursa, inakwambia kutengwa baada ya kumpata Yesu ni fursa, inakwambia uchumi kuwa mgumu, hiyo ni fursa ya kumtafuta Bwana. Halo? Haleluya. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 2 mstari ule wa 6 hadi wa 16. Haleluya. Walakini iko hekima. Naomba sikiliza mtume Paulo. Sijui imekuwaje. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii. Nisikilize jamani, hebu naomba msikilize Paulo anachokisema. Huyu jamaa, unajua kama mbinguni watatuambia tuna watu wa kukutana nao, mtu wa kwanza kukutana naye nitakutana naye Paulo. Paulo hakuwahi kuwa kwenye ndoa, lakini alikuwa anajua mambo ya ndoa isivyo kawaida. Sasa hii experience alipataje? Yaani kuna vitu natamani kujua kwa Paulo mimi isivyo kawaida. Angalia hii hekima anayoiongea hapa. Hebu muelewe huyu bwana, hebu muelewe kwa namna ya pekee yako sana. Roho Mtakatifu akusaidie kuielewa hii hekima ya kiungu bwana. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaoibatilika. Sikiliza nikwambie, ipo hekima tusemayo kati ya wakamilifu, lakini si hekima ya dunia, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobadilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliiazimu tangu milele kwa utukufu wake, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala masikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. My God, my Father, my Holy Spirit. Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika mioyo ya wanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao, lakini Mungu ametufunulia sisi katika Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mambo ya Mungu. Roho huchunguza yote, hata mambo ya nani jamani? Hata mambo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuyo ila Roho. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Haleluya. Come on. Kuna mtu ananielewa hapa kati yenu? Ninaongea na mtu hapa.
Ninaongea na mtu mmoja hapa. Sikiliza nikwambie anachokizungumza hapa. Anasema yapo mambo ambayo haya macho ya damu na nyama hayakuyaona, wala haya masikio hayakusikia, wala hayakuingia moyoni mwa nani? Mwa wanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao tupe. Lakini anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Yaani hayo mambo ya rohoni, yale mambo ambayo ulimwengu hauwezi kuyatafsiri, vile vitu ambavyo ulimwengu wa mwili hauwezi ukavitafsiri, sisi Mungu ametufunulia kwa Roho wake. Yaani ile hekima iliyoko ndani yetu ndiyo iliyotufunulia hayo mambo. Anasema sisi tumefunuliwa mambo hayo kwa Roho. Sisi tumefunuliwa mambo hayo kwa Roho. Kwa nini? Kwa sababu Roho ndiye aliye na uwezo wa kuyachunguza mambo ya nani? Mambo ya Mungu. Haleluya. 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 Alafu anasema hivi, maana ni nani kati ya binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya mwanadamu? Na ni nani ajuaye mambo ya Mungu? Hakuna ayafahamuyo ila mambo ya nani? Ya Mungu. Sasa sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali tulipokea roho ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Haleluya. Ninazungumzia hekima ya kufanya maamuzi katika nyakati ngumu. Hekima ya kufanya maamuzi kipindi ambacho hauoni njia. Hekima ya kufanya maamuzi kipindi wote wamekukataa, kipindi ndugu wamekukataa, kipindi marafiki wamekukataa, kipindi wachumba wamekukataa, kipindi hauoni namna ya kufanya, kipindi uchumi umekukataa. Unajua kuna kipindi ambacho kinatokea uchumi haushikike mikononi, fedha hazishikike mikononi, una kazi unafanya, lakini pesa hazishikiki mikononi. Kipindi hicho unaenda kwa watu wakusaidie, hata kukukopesha hawapo, hata kausha damu hazipo, hata vikoba havipo. Kipindi hicho unahitaji hekima ya Mungu ya kutafakari, ya kutafsiri huo upande, ya kutafsiri hilo eneo la jangwa. Unajua hekima ya Mungu ukipita kwenye hilo jangwa, kwa sababu tumefunuliwa kuyajua mambo ya rohoni. Hekima ya Bwana inakwambia ya kwamba mwanangu, yupo Bwana afanyaye nyika jangwani, atengenezee mito na vijito katika jangwa. Kwa hiyo mwanangu, usiogope, mimi Mungu niko pamoja na wewe. Na mchana wa leo nataka nikwambie mtumishi wa Bwana, hekima ya Mungu ikakuvushe mahali unapopita. Hekima ya Mungu ikakuvushe mahali unapoona hauwezi. Hekima ya Bwana ikakuvushe mahali ulipoona umeachwa, umekataliwa. Hekima ya Bwana ikakusaidia kuinuka. Inuka kwa jina la Bwana ukasimame, maana Bwana amekukirimia na anakufunulia haya kwa namna yake, anakufunulia haya kwa Roho wake. Simama kwa jina la Yesu aliye hai. My God, my Father. My God, my Father. Lakini mstari wa 13 nasema, nayo twayanena ile hekima tunayoinena, ile hekima tunayoinena, ile hekima, vile vitu ambavyo wengine hawatuelewi, ile namna ambayo wengine hawatuelewi. Paulo anasema nasi twanena, nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Wanadamu wana hekima zao, Bwana Yesu asifiwe, lakini hekima zao hazijawahi kufanya chochote. Unajua tunapokaa madarasani tunafundishwa hekima ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakina Danieli walipoenda katika nchi ya Babeli, wakaambiwa wachukuliwe wapeleke katika chuo, wakafundishwa hekima na elimu ya Babeli. Lakini vitu tunavyofundishwa leo mashuleni havijawahi kumbadilisha mtu. Amuoni watu wana PhD lakini ni wavuta bangi. Amuoni watu ni madaktari lakini ni wazinzi wa kutupwa. Hamjawaona jamani? Watu na elimu zao, wengine ni malecture ili wakufaulisha, wanataka kitu kadogo. Hamjaona? Hiyo ni elimu ya dunia, hekima ya dunia. Lakini sisi twanena hayo si kwa sababu ya hekima ifundishwayo ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho. My God, my Lord. Sisi tunanena yale yanayofundishwa na nani jamani? Na Roho. Yani chochote tunachokinena sisi, tunanena vitu vinavyofundishwa na nani? Na Roho wa Bwana. Maneno yako unayoyatoa kinywani mwako hautoi ya kwako, maana wewe ulimi wako ulishachukuliwa tangu ulipoamua kuokoka, tangu ulipoamua kujaa moto. Maana ulimi wako sio wa kwako, ulimi huo ni wa Bwana. Yoyote unayozungumza uzungumzi ya kwako, na ndio maana ukiingia mahali pagumu hautazungumza wewe, atazungumza Roho wa Bwana. Hautanena wewe, atanena Roho wa Bwana. Tuna mahali ni pagumu, hauoni jinsi ya kutoboa, lakini Roho wa Bwana ananena, Roho wa Bwana anakusaidia, Roho wa Bwana
Bwana anakuvusha hapo. Nataka nikwambie leo ya kwamba hekima hii haipatikani popote duniani. Hekima hii haipatikani popote ulimwenguni. Hii hekima inapatikana kwa Bwana peke yake, na Bwana amewaandalia awapendao. Kwa jina la Yesu sema nina, sema mina. Anasema amewaandalia wampendao, awapendao. Wewe unapendwa na Bwana. Haleluya, haleluya. Na ndio ndiposa anasema hivi, anasema inayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho. Sikiliza, kwa nini tunanena yanayofundishwa na Roho? Kwa sababu gani? Roho anasema hivi, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa namna ya rohoni. My God. Anasema hivi, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Yaani mambo ya rohoni yana lugha yake. Haleluya. Mambo ya rohoni yana nini? Yana lugha yake. Mambo ya rohoni yana namna yake. Mambo ya rohoni yana lugha yake. Ndio maana anasema hivi, unajua kwenye kitabu cha Korinto kwanza 13, Paulo ana identify mambo ambayo anasema, nijapo nena kwa lugha za wanadamu na za malaika. Kwa zipo lugha. In spiritual realms there is a dimension of tongues. Katika ulimwengu wa roho zipo level za lugha. Kwa hiyo mambo ya rohoni yanatafsiriwa kwa maneno ya wapi? Kwa maneno ya rohoni. Mtu aliye na tabia, mtu asiye rohoni hawezi akatafsiri mambo ya rohoni. Na ndio maana huyu mtu asiye na tabia ya rohoni akipigwa kidogo ameshaanguka, akipigwa kidogo haoni kuendelea. Yaani lolote likimpata haoni kuendelea, maana anashindwa kuyatafsiri mambo ya wapi? Basi mwanadamu, mstari wa 14, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo wa Roho wa Mungu. Maana yake haipokei hekima ya Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kufahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Halo? Mmemwelewa Paulo anachokiongea? Anasema hivi, mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei. Maana yake haipokei hekima ya nini? Ya rohoni. Haleluya. Haipokei hekima ya rohoni. Unajua, ili uweze kuyapokea mambo ya hekima ya roho, ni lazima ukubali kubadilishwa ulimwengu. Utoke kwenye ulimwengu ulionao uingie kwenye ulimwengu wa roho. Come on, kuna mtu anielewi. Nasema hivi, ili uweze kutafsiri lugha za rohoni, ni lazima utoke katika physical form uingie katika spirit form. Maana huku ndani huku ndiko kuliko na lugha za rohoni. Maana yake lugha za rohoni hazieleweki kwa namna ya mwili. Lugha za rohoni zinaeleweka kwa namna ya rohoni. Kwa hiyo wewe ukiwa katika hali ya mwili, hauwezi ukaelewa mambo yanayozungumzwa katika ulimwengu wa roho. Hauwezi ukazielewa lugha za ulimwengu wa roho. Ninaweza nikawa naongea hapa, ninapoongea na wewe, listen to me. Haya ninayoongea, ninaongea katika namna ya rohoni. Haya ni mambo ya rohoni. Aliye na hekima ya kiroho ndiye aliye na uwezo wa kuyatafsiri mambo ya rohoni. Asiye na hekima ya rohoni anafikiri namsema yeye, anafikiri nimemwenga yeye. Lakini mtu aliye na namna ya rohoni anayatafsiri kwa namna ya rohoni. Haleluya. Hujawahi ona mtu injili imehubiriwa alafu anabaki kwa leo mchungaji amenisema sana? Ushuhuda ule pale huko pale. Ushuhuda huko pale. Tulihubiri injili moja hapa siku moja. Mchungaji ulisema watu sana pale. Yaani ulikuwa unasema watu. Jamani. Mtu wa asili ya mwili hawezi akayatafsiri mambo ya rohoni. Kamwe. Wewe unayeona na kusema ingia kwenye mambo ya ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Sema amina kama upo. Sema amina kama upo. Kumbuka nimekwambia hekima ni uwezo wa kutafsiri mambo ya rohoni na kuyapambanua na kuyafanyia upembuzi yakinifu, si ndio? Sasa nini nifanye?
ili niweze kuipata hekima hii. Nini ufanye ili uweze kuipata hekima ya rohoni? Kwa kuwa hekima ni uwezo wa kiroho, hivyo unahitaji kufunguliwa fikra. Sudana, umependeza leo, umepoa. Mke wangu na wewe umepoa. Sije kawa kesi nyumbani bure. Yaani kwa tunaangalia movie moja nikaanza nasema ai dada mzuri, mrembo sana Nilielewa ule mtego bwana. Ulitaka niseme mrembo afu kinilambe? Bwana asifiwe. Haleluya. Halo? Nini nifanye ili niweze kuipata hekima hii? Kwa sababu tumesema hekima ni uwezo wa kiroho wa kutafsiri mambo ya rohoni. Kwa hiyo unajua kwa nini watu wanashindwa kuelewa mambo ya rohoni? Unajua ni kwa nini? Violet, unajua ni kwa nini? Nimuite nani hapa? Nimuite nani hapa? Pasco njoo. Naenda. Kuna watu wana upofu wa nini? Wa rohoni. Macho haya yanaona, lakini haya macho hayatoshi kuona mambo ya rohoni. Maana ili uone macho ya rohoni ni lazima uwe unaona rohoni. Ili uweze kuangalia vitu vya rohoni ni lazima uwe unaona rohoni. Usipokuwa na macho ya rohoni, nakwambia hakuna kitu utafanikiwa. Hekima ya rohoni hautaipata, mambo ya rohoni hautayapata. Ni lazima kwanza upate ukombozi wa kifikra, upate ukombozi wa rohoni, uongezewe jicho la ndani, ambalo hili jicho lina uwezo wa kuyatafsiri mambo yote. Lina uwezo wa kutafsiri lugha za mbinguni, lina uwezo wa kutafsiri lugha za ulimwengu wa roho, lina uwezo wa kutafsiri mitego ya adui, lina uwezo wa kutafsiri visivyo vya Mungu. Ni lazima Bwana aingie ndani yako, akufungue, upate ufumbuzi, upate ukombozi wa roho. Sema amina. My God is good. My God is good, oh. Everything is double. Everything is double. Pianisti sijui anajua sijui kuimba, nipigie hata kinanda. Haya bwana, baki nacho. Jamani, nimuache. Ningekuwa najua kuimba ningeimba kale kawimbo. Anasema nimuache huyu Yesu niende kwa nani? Simuachi huyu Yesu, simuachi. Ay. Rakaya rabado sharamandasa. Waefeso sura ile ya kwanza, mstari wa 17 hadi wa 23. Waefeso sura ile ya kwanza. Tuombeeni jamani. Tunahitaji tupate screen hapa. Tuwe tuna display hizi slides, sawa? Msio mnateseka. Muda mfupi tunaweka screen hapa. Tutakuwa tuna display. Utakuwa unaangalia hapa kilichoandikwa, unaandika. Kwa hiyo Waefeso sura ile ya kwanza, mstari wa 17 na 23. Biblia inasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya nini? Oh my God. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Huyu jamaa simeona macho yake yamefungwa, haoni, si ndio? Nimekwambia macho ya rohoni yakifungwa huwezi kuona vitu vya nini? Ya rohoni bwana.
macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Mstari wa 18. Macho ya roho yenu. Yaani hapa sijui nifanyaje. Nipande juu ya hii madhabahu. Nipande wapi ili nipande huku juu ya kenchi? Sijui niende wapi. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. I say. Glory to God. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ngoja niwaambie. Mnalifahamu yai? Mnalifahamu yai? Yai lina sehemu ngapi? Wewe Brian, ulikuwa unasoma kombi gani huko chuo? PMC. Kwenye PMC kuna nini na nini? Wewe ukanisaidia. Kuna aliyesoma hata physics ipo, njoo. Physics ipo, kuna theory pale ya electroni. Si ndio? Njoo nielezee theory ya electroni ambayo ile imebeba vitu vingapi? Vitu hivi vitatu. Sio kwamba nilikimbia shule bwana, sikukimbia shule mimi. Niambie. Kwenye ile theory ya electroni, sijui ya sijui ni ya Dalton, sijui ni ya Bohr, sijui ni ya nani. Inaelezea vitu vitatu pale. Kwamba huku nje kuna kitu, hapa katikati kuna kitu, hapa katikati kuna kitu kinaitwa nuclear. Inaitwaje? Nuclear. Zile theory tatu zinaitwaje vilivyopo katika ile vinavyo revolve around the nuclear? Ya kwanza electrons, kuna protons na ile nucleus yenyewe. Vitu vingapi hivi? Nucleus ndio ipo wapi? Katikati. Inayofuata inaitwa nini? Protons. Alafu electrons ndio zina revolve around the nuclear. Nilisoma PCB mimi, wewe usinichukulie poa japo nilihivyo. Nenda kakae. Sawa? Unanielewa? Sasa ndivyo na sisi tulivyo. Come on. Anasema macho ya mioyo yenu. Sawa? Pasco njoo. Leo tutahubiri wote. Huyu ni Pasco. Ana ile ligamba hili linaloonekana. Unaliogesha sasa hivi. Sawa? Ana ile ligamba hili la ndani. Sawa? Alafu ndani ya ile ligamba kuna vitu kadhaa. Ndani yake kuna kitu kinachoitwa moyo. Sawa? Ndani yake kuna kitu kinachoitwa, ndani ya moyo. Moyo wako kwa ndani ya moyo kuna kitu kinachoitwa nafsi. Sawa? Ndani ya moyo, wewe ni mwanaume utakiwa kuumia. Ndani ya moyo kuna kitu kinachoitwa nini? Roho. Maana yake roho na nafsi zimebebwa ndani ya nini? Sio ndani ya mwili, ndani ya moyo kwanza. Mna kitu cha operation hapo, tufanye operation tuone kwa vitendo kabisa. Tutakuta moyo wako unavuja damu, umeumizwa huko sijui na asha. Ngoja tusifanye operation. Kwa mmenielewa watumishi wa Bwana? Mmenielewa? Kwa hiyo anasema hivi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape nini? Roho. Sawa? Roho ya nini? Ya hekima. Lakini hapa chini anasema hiyo roho ya hekima iwe ni roho ya mafunuo pia. Maana yake mambo ya rohoni ili uyajue ni mambo yanayohitaji mafunuo. Umenielewa? Yohana hakwenda mbinguni, alikuwa mwanadamu hapa. Lakini Yohana ndiye aliyetuandikia mambo ya mbinguni. Yohana ndiye aliyetuandikia habari za mbingu mpya na nchi mpya jinsi ilivyo. Yohana ndiye aliyetuambia hakuna kuoa wala kuolewa. Kama hujaoa fanya haraka kuoa, kijana, mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Yohana ndiye alituambia kwa namna gani? Ukianza kusoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya kwanza, anakuambia na haya ni mafunuo. Kwa hiyo anakuambia hiyo roho ya hekima iwe ni roho ya mafunuo.
Alafu hapa chini anakuambia macho ya mioyo. Kwa hiyo ili mtu aweze kuipata hekima ni lazima afunguliwe macho ya nini? Haya macho si ni lango. Mmelielewa somo la asubuhi? Mmelielewa somo la asubuhi? Katika mwili wa mwanadamu kuna milango ya fahamu. Milango ya fahamu iko mingapi? Mlango wa kwanza macho. Mlango wa pili masikio. Mlango wa tatu pua. Mlango wa nne ulimi. Mlango wa tano ngozi. Macho, Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, jicho ni taa nini? Violet, jicho ni taa nini? Jicho ni taa nini? Unajui kama jicho ni barubu? Jicho ni barubu ya mwili. Bila jicho, ndugu yangu, wewe kwa kumsaidia utakao kusaidia ni kukupa kafimbo. Sawa? Taa ya ulimwengu wa roho ni macho ya rohoni. Madhabahu unayoabudu. Hili neno gumu, nisije nikapoteza watu hapa, ila sina budi kulisema, si ndio? Madhabahu unayoabudu hakikisha ina macho ya kuona. Unanielewa? Madhabahu unayoabudu hakikisha ina macho ya kuona. Madhabahu isiyo na macho ya kuona, kama wewe umeamua kwenda mbinguni, unakufa. Humo ndani mtakuwa na wazinifu, humo ndani mtakuwa na wazinzifu, humo ndani mtakuwa na wananilifu, humo ndani mtakuwa na watongozefu, humo ndani mtakuwa na wambeafu. Nini nyingine tufufulishe? Humo ndani mtakuwa na waninifu, wachawifu. Humo ndani mtakuwa na waninifu, waongofu. Waongofu tutasema ni waongofu wapi hapa? Waongolifu. Tuweke waongolifu. Hakikisha madhabahu uliopo inafanya nini? Inaona kwa jina la Bwana. Kwa hiyo ili uipate hekima ya Mungu ni lazima ufunguliwe macho ya rohoni. Macho ya rohoni ndiyo yanayogundua na kujua mambo ya rohoni. Macho ya rohoni ndiyo yanayotafsiri lugha za rohoni. Sema amina. Hilo ni jambo la kwanza. Twende jambo la pili. Ninaenda kumaliza, nimebakia dakika chache sana. Alafu twende tukamwombe Yesu. Tuombe tukamwite Yesu. Na watu macho yao ya roho yamefungwa. Kuna vitu vimekalia. Jambo la pili, kumpenda Mungu na kumfanya kuwa kipaumbele cha kwanza katika maisha yako yote. Hekima, tumeona Mungu anapenda ibada, kwani mahali pa ibada ndipo chanzo cha kupokea hekima. Haya mambo ungeyasikia wapi wewe? Haya ninayoyasema ungeyasikia kilabuni? Ungeyasikia kwa wale mashoga zako unaobaki nao nyumbani unapiga nao story? Ungeyasikia Facebook? Kuna watu hawaji ibadani hapa. Unajua mimi kipindi nimenunua tu simu mara ya kwanza, hiyo imewahi nitokea. Nilikuwa nipo shule. Mimi nimeanza utundu nikiwa advance. Advance nilikuwa niliingia na simu wamepiga marufuku. Kwa sababu ndo nimenunua smartphone. Kwa wakati mwingine nakwambia, yani siwezi kukaa darasani kujifunza. Nikikaa tu kidogo nakumbuka, domu kuna simu. Wewe, domu naenda kule nakaa, naanza kuperuzi, bando likisha, ninaumia, naweka naenda. Nikikaa nakumbuka, kuna simu. Mambo ya darasani mengi yalinipita ndugu yangu. Japokuwa nilifaulu, lakini ningekaa darasani sana. Jamani wewe, na wewe ulienda na simu shule wewe. Tulikuwa tunachat tukiwa shule. Maamuzi yako. Mahali pa ibada ndipo chanzo cha kupokea hekima. Yaani hekima za kiroho zinapokelewa mahali pa ibada. Mahali pa ibada ni mahali ambapo Mungu anakuja kukutana na watu wake. Ni mahali ambapo Mungu anakuja kusema mambo yake. Ni mahali ambapo Mungu anakuja kuzungumza. Wewe haujileti hapa tu peke yake, unakuja kukutana na Mungu wako. Maana yake unakuja hapa kupokea maelekezo.
maelekezo ya nini unatakiwa kufanya, ya nini hutakiwi kufanya. Unakuja kupokea maelekezo. Mungu anakutaka ufanye nini? Mahali pa ibada, Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Yohana 4, anasema Mungu ni roho. Jamani, hivi mnaelewa hiki kitu? Mungu ni nini? Alafu ile hekima ya kufanya maamuzi tumeona ni nini? Ni roho. Kumbe ile hekima ni nini? Ni Mungu mwenyewe. Sasa nagundua hapa, na mimi nilikuwa sijui jamani. Mungu ni roho, na wao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na nini? Kwa katika ibada ni mahali pekee ambapo Mungu anakuja kuzungumza na wewe. Anakuja kukupa maelekezo ya namna ya kuishi. Anakuja kukupa maelekezo ya mwanangu, ili uenende uipata hii hekima, fanya haya ambayo mchungaji Ima anakuelekeza. Sasa mahali pa ibada, mtu mwenye maamuzi sahihi huanza na kuwa na mahusiano sahihi na Mungu. Hekima ile ni nini? Ni roho. Na yule roho ni nani? Kwa hiyo ili uwe na hekima ya kufanya maamuzi sahihi, ni lazima uwe na mahusiano sahihi na nani? Yaani mke wangu ili apate hela kwangu, hata kama tumekwaruzana, maana msije mikwaruzo ipo hata kama wewe ni mchungaji, ni askofu. Bwana wewe vipi? Kuna wakati tu mnapishana kauli, mimi napenda kufoka. Wewe ninavyohubiri hapa sometimes ndo nampokeaga mke wangu, Mungu tu anisamehe. Mungu atanitengeneza. Ili apate hela ni lazima atake mahusiano mazuri na mimi kwanza. Aje. Yaani pasi kuelewi somo hapo. Kwa hiyo mtu mwenye maamuzi sahihi huanza kwanza mahusiano mazuri na mwenye utoaji wa hekima. Ili upate hekima ya kimungu, ni lazima uwe na mahusiano sahihi na huyu anayetoa nini? Hekima. Hekima humfanya mtu kuwa mkuu, na katika ukuu huo hutokea maamuzi ya hekima. Kwani hakuna mkuu bila hekima ya kuishi na ukuu huo. Sikiliza. Tulikuwa tunaomba hapa Jumatano. Mungu akanisemesha jambo juu ya yule dada. Yule pale dada Faida. Sawa? Nilimuita yule dada, sinikuita tukaongea hapa. Niwaambie kitu jamani. Yale maswali wakati nakuuliza, nilikuwa sitegemei yale majibu kujibiwa. Haleluya. Nilikuwa sitegemei kujibiwa vile ulivyonijibu. Sikiliza hii statement. Na hiki baada ya kuongea na wewe ndicho nilichokipata kutoka kwako. Hiki kitu kilitoka baada ya kuongea na wewe. Hekima. Nimekwambia hekima ni nini? Ni roho. Alafu tumesema Mungu ni nini? Kwa hiyo hekima ni nini? Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hekima humfanya mtu kuwa nini? Mkuu. Hekima humfanya mtu kuwa mkuu. Na katika ukuu huo hutokea maamuzi ya hekima. Kwa sababu huyu mtu tayari ana hekima ndani yake. Ile hekima ndio iliyomfanya awe mkuu. Kwa hiyo ule ukuu husababisha maamuzi ya hekima yatokee ndani yake. Alafu ukuu, hakuna mkuu bila hekima. Sizungumzii wakuu wa duniani. Wakuu wa duniani huko na naongea hawana cha kunifanya. Wakuu wa duniani huko watu Oktoba 29 wamekufa, wanasema bora liende. Hiyo ni hekima? Hiyo ni hekima? Anyia hawatawakamata, watanikamata mimi. Hiyo ni hekima? Kwa hiyo hekima, hakuna mkuu bila hekima ya kuishi na huo ukuu. Hakuna mkuu bila hekima ya kuishi na huo ukuu. Baba Ibu, unajua kwa nini wewe ni baba?
kwa sababu una baraka za ubaba. Bila baraka za ubaba wewe sio baba. Ile sauti uliyokuwa unasema mtu anatakiwa awe na sauti ya kukoromea, ile sauti haina mamlaka kama mtu ana hekima, ana ukuu wa ubaba. Kawaulizia mashoga. Mimi sijataja mtu, labda wewe kama umesikia, mimi sijataja mtu. Bwana asifiwe. Kinachonifanya niwe mchungaji, hata nikiongea hapa neno utalifuata, utalisikia. Nilikuwa naongea na Madam Maria kwa yule pale, niliposti juzi clip ile ya kula maepo. Nikasema nitawaletea maepo. Nitawaletea maepo ya upako hapa. Alafu mimi na watu wakuu wana hekima ya ukuu. Hii nimeandika kwa herufi kubwa kabisa. Watu wakuu wana hekima ya ukuu. Ondoka na hili jambo. Ondoka na hili jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka, mtu mkuu mwenye hekima kabla ya kutafuta majibu humtafuta Mungu kwanza. Mtu mkuu mwenye hekima kabla ya kumtafuta Mungu, kutafuta majibu, humtafuta Mungu kwanza. Wafalme wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 2 hadi wa 4. Ila watu walikuwa wakichinja dhabihu katika mahali pa juu, kwa sababu haikuwapo nyumba iliyojengwa kwa jina la Bwana hata siku zile. Suleimani akampenda Bwana. Mmeelewa hii pointi? Imesema umpende Mungu na kumfanya kuwa kipaumbele chako maisha yako. Sasa hapa na nikasema katika kumpenda Mungu ni lazima utapenda nini? Ibada. Shemasi, naomba nitafutie maji ya kunywa. Katika kumpenda Mungu ni lazima utapenda nini? Ibada. Sawa? Sasa sikiliza. Suleimani alikuwa na watu waliokuwa wakichinja dhabihu katika mahali pa juu, manake mahali pa ibada, kwa sababu haikuwepo nyumba iliyojengwa kwa jina la Bwana siku zile. Kwa hiyo mahali alipokuwa anachinja dhabihu ni mahali ambapo palikuwa panafanyika ibada. Suleimani naye akampenda Bwana, akaenda katika amri za Daudi baba yake, ila hutoa dhabihu na kufukiza uvumba mahali pa juu. Sikiliza sasa. Basi hapa ndipo ninapotaka nikwambie mtumishi wa Bwana. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndiko mahali pa juu palipo pakuu. Suleimani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa za madhabahu ile. Nataka nikwambie, kila mkuu aliye na ukuu lazima ana Gibeoni yake, na wewe ni lazima uwe na Gibeoni yako. Hakuna ukuu wala hakuna hekima utakayoipata mbali na Gibeoni. Ni lazima uelewe Gibeoni yako iko wapi. Gibeoni, hapo ndipo unapoenda kuchota hekima. Hapo Gibeoni ndipo unapoenda kuchota maarifa. Hapo Gibeoni ndipo ambapo Bwana anakuja kukutana na wewe. Hapo Gibeoni, sikiliza nikwambie, sio kwamba hakukuwa na mahali kwingine kwa kwenda kutoa sadaka. Sio kwamba hakukuwa na mahali kwingine, no, kulikuwepo. Lakini Suleimani alikuwa na mahali palipoitwa Gibeoni, na mahali hapo kwake ndipo palipoitwa mahali pa juu sana. Mahali hapo kwake ndipo alipoenda kutoa dhabihu. Mahali hapo kwake ndipo alipoenda kukutana na Bwana, na hapo ndipo ambapo Bwana alikutana na Daudi na Suleimani. Na wewe nakwambia kwa jina la Bwana, ni lazima uwe na Gibeoni yako. Hiyo Gibeoni inayoona, hiyo Gibeoni ambayo mwenye Gibeoni yake anahudhuria. Ndio maana nimekwambia kusanyiko ni kusanyiko la Bwana. Ili ibada ilete maana, ni lazima mwenye ibada awepo. Hii ibada itakuchosha, na kuna watu kwa sababu hawana Bwana tayari wameshachoka. Lakini mwenye Gibeoni na mwenye Gibeoni yake akiwepo, ni lazima utakutana naye tu. Sema amina kwa jina la Bwana. Sasa hapo Gibeoni pakaitwa madhabahu. Anasema basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu.
Suleimani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Ameanza kupataja kama Gibeoni, lakini sasa anakuja kutuweka sadaka haitolewi popote. Sikiliza mtumishi wa Bwana, ngoja nikwambie, kuna sadaka zilizo za Bwana na kuna sadaka ambazo wewe ndio unaweza ukajiamulia. Kuna mtu anakwambia eti fungu la 10 anaenda kupeleka kwa maskini. Nakwambia na nakwambia na fungu la 10 anaenda kupeleka. Fungu la 10 linatolewa wapi? Madhabahuni. Yaani sadaka ya madhabahuni ni ya madhabahuni, na sadaka ya kwenda kutoa kwa maskini na yatima, hiyo ni ya kwako, katoe. Hiyo ndio tunaita matendo ya nini? Ya huruma. Sadaka ya Bwana mletee Bwana, peleka Gibeoni Bwana, acha uhuni wewe. Ala, nisikwambie ukweli sasa utanifanya nini? Utanifanya nini? Unataka kunifanya? Unataka kunifanya mimi nakwambia ukweli. Tafuta madhabahu, lete sadaka hapa madhabahuni. Inavyotumika wewe sio kazi yako, ninatumika na Bwana. Kama Mungu ndo anashuka toka mbinguni kuja kuitumia, hilo sio kazi yako. Wewe lete Gibeoni sadaka. Ala. Unajua kuna watu wameharibika, mzee wa kanisa. Yaani wameharibika. Wewe unafikiri kwa nini wanatoa bukubuku? Wewe angalia kwenye chombo cha sadaka mna shilingi ngapi? Kama ukuti bukubuku tu. Sijaona, mimi sio nabii. Ila najua mle mna bukubuku na 100 na 500 500. Kwa ni uongo. Jambo la 3. Nimekwambia kuwa na Gibeoni yako. Mahali pa kwenda kukutana na nani? Na Mungu, si ndio? Jambo la 3, kuwa na madhabahu sahihi. Hivi najua sio kila mahali pa ibada ni mahali pa ni madhabahu. Wangapi wanalijua hilo? Sio kila mahali pa ibada ni madhabahu. Kwa hapa sio kwamba nimezungumza kitu kile kile. Mimi nimezungumza vitu viwili tofauti. Wewe ambaye kama unashindwa kutafsiri mambo ya rohoni, ndio endelea kutafsiri kama nimezungumza kitu kile kile. Mimi nimezungumza kitu cha 3, kuwa na madhabahu sahihi au mahali sahihi. Madhabahu ni mahali pa kupeleka zaidi kuliko kupokea. Ni muhimu kujua, ni madhabahuni sio mahali pa wewe. Madhabahuni sio mahali pa wewe kuja kupokea. Madhabahuni ni mahali pa wewe kuja kufanya nini? Kuleta. Sasa kupokea ni matokeo ya wewe kufanya nini? Madhabahuni hatuji kupokea. Yaani tunavyokuja madhabahuni hatuji na intention ya kupokea. Tunakuja na intention ya kutoa. Kile tunachokitoa ni matokeo ya kitu, kile tunachokipokea ni matokeo ya kile tulichofanya nini? Madhabahuni ni mahali pa kupeleka zaidi kuliko kupokea. Japo kupokea ni matokeo ya kupeleka. Katika madhabahu ndipo Bwana hutoa vilivyo vyake na kumpatia mwanadamu ampendaye. Kuna mahali pako sahihi, nimeandika kwenye mabano, Gibeoni yako, pa kupeleka na kupokea vilivyo vya Bwana kwa ajili yako. Wewe unataka kupokea, upokea alivyoweka na. Unakuja na buku, unataka upokee 100,000. Aliyoweka nani? Aliyeweka nani? Biblia inasema hivi. Tena Biblia iko very clear. Hazina yako ilipo ndipo moyo wako. Palipo na buku yako ndipo utakapoenda. Yaani mimi nitoa 500,000 uje wewe. Acha huni bwana wewe. Acha bwana. Yaani kwa kadi eti mzee, umepanda nusu eka. Unataka uvune mavuno ambayo anaweza kutoka kwenye eka 2. Inawezekana? Brian, unalala we. Unataka uje ufaulu vizuri. Niulize mimi kilichonikuta kwenye moko. Niulize, nitakwambia. Unalala. Eti kozi weki. Unakesha kanisani. Ngoja nikwambie. Njoo kanisani, lakini zingatia kilichokuleta shule. Naeleweka? Mzee, njoo kanisani, kafanye kazi. Usipofanya kazi, nakwambia, mambo ni hata si watumishi hapa kanisani. Piga ibada, nenda kafanye kazi. Pesa iwepo mfukoni. Wakati mwingine sio kwamba hauna mamlaka ya ubaba, hela huna.
wangu anasema utafikiri wewe unazo. Sina, ila zitakuja tu. Ndio nisiongee ukweli kisa mimi sina na wengine wasiwe nao. Piga kazi. Ukipata muda wa ibada, piga ibada. Humu ndani wote mwe na kazi za kufanya. Msipokuwa na kazi ndio mnakuja na bukubuku. Mimi naombea kila siku mpate kazi hapa. Naombea wenye kazi hapa. Hadi wakati mwingine nataja hadi wakina misibando na wataja mbele za Mungu. Mungu mtazame misibando, mpe wateja wa bando. Mnafikiri mimi nafanya vichekesho? Eti kila mtu mimi namtaja kwa jina lake na kazi yake. Nasema Mungu, mtazame Madam Maria. Anapokuwepo kazini kule, mfanyie promotion. Mpe marupurupu mengi. Lakini yale marupurupu unapompa mkumbushe kuleta fungu la, maana asipoleta najua hautampa tena. Unapata marupurupu unakula. Yakiacha kuja unasema mimi kibali kimepotea. Wewe, rudi madhabahuni, rudi Gibeoni. Sawa? Mimi nawaambia ukweli. Yaani Mungu sijui ukweli. Yaani kanuni ya Mungu ni kwamba ni lazima ulete kwake ndipo akupe. Na kwa kadri unavyotoa na Mungu alivyo, Mungu hana upendeleo. Haleluya. Kumbe muda umeisha. Nimalizie nisimalizie? Na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Hiyo utaiona kwenye Samueli wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 22. Kunyenyekea na kutii katika madhabahu. Ile Gibeoni aliyoenda Suleiman haikuwa yenyewe. Suleiman hakwenda yeye kuteketeza zile sadaka. Palikuwa na wakuu, palikuwa na makuhani. Kwa hiyo kutii na kuisikia sauti ya Mungu, maana yake utaisikia sauti ya Mungu na kutii na kwenye kupitia watumishi wake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tii watumishi wake. Mungu hutoa maelekezo kupitia watumishi wake. Hakuna namna utafanikiwa mbali na mimi mchungaji wako. Amen. Hakuna namna utafanikiwa mbali na maelekezo ninayokupatia. Amini usiamini. Wewe mama umenizidi miaka mingi. Mzee hapo umenizidi miaka mingi. Mama pale umenizidi, wachache sana walionizidi hapa. Wengine wote ni wadogo zangu, wetu wa umri wangu hapa. Yaani wewe ukijikuta una miaka 40 kuendelea huko umenizidi miaka mingi kidogo. Miaka 40. Lakini kama 32, 30 ngapi hapa? Wewe usinitishe. Hata kama umenizidi umri, nakwambia hakuna namna utafanikiwa bila kufuata ninachokuambia. Asikwambie mtu. Mbona kazi nafanya mimi kwenda jichanganye. Unamwona huyu mwanamke? Unamwona huyu? Si mnamuona? Baba hivi unamwona mke wako? Mungu si amekupa kumtawala? Si amekupa? Lakini Biblia inasemaje? Inasema uwapendeni wake zenu, muishi nao kwa akili. Sawa? Ili kuomba kwenu kusije ukafanya nini? Mkazuili. Yaani mimi na ubabe wangu na sauti yote hii. Yaani nisipoishi na yule jamaa yule vizuri huyo, ndugu yangu, yaani hata na kupomoka kwangu kule hata nipomoke vipi bwana? Bure. Yaani hata uende kutafuta riziki kama hujaishi na yeye kwa akili, ana manunguniko mwanangu. Wewe fanya ufanyaje? Utoboi labda Mungu sio Mungu. Kwa hiyo Mungu hutoa maelekezo kupitia watumishi wake. Hakuna namna utafanikiwa mbali na sauti ya watumishi wake. Na ndio maana nasema kondoo wa zizi lake huisikia sauti yake. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 12 hadi wa 15. Biblia inasema, lakini ndugu, tunataka muwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Yaani ninyi kila siku mnakula eti mtu mmoja hali kwa ajili ya maisha ya mtu mmoja eti yupo kukesha kuomba. Jamani, lakini ndugu, tunataka muwatambue. Paulo analiambia kanisa, anasema lakini ndugu, tunataka muwatambue wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni mkawastahi sana katika upendo kwa ajili
ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi, mkawasitai sana kutegemeza bukubuku. Jamani, ninampenda Abiudi Mishori. Ameniajiri Bwana, mshahara nalipwa na yeye. Kwa Yesu kuna marupurupu mengi, mke wangu. Twende tumpande Bwana, tumlingane Bwana, tuwe waaminifu kwa Bwana. Kwa Yesu kuna marupurupu mengi. Anasema, lakini ndugu, tunataka muwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana, na kuwaonyeni mkiwasitai sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Huko duniani watu wakienda kwa waganga wao wakawatendea mambo mazuri, huwa wanafanya zaidi. Ukija huku kwetu, yani sijui kuna ushetani gani, yani kuna mijitu ya ajabu kweli. Yani isingekuwa kama unamkufuru Mungu asema sijui nikae tu mganga wa kienyeji huko. Mmeona kwa mganga wa kienyeji ameenda na matembele? Huku. Mmewahi ona? Mmeenda kwa mganga wa kienyeji wameenda na Chinese. Ndugu yangu kujogoo. Hapo mganga alikuwa mpumbavu, anakuambia ile jogoo mkubwa ile inafanya kubwa. Hapa anakuambia itakula mizimu wewe. Tunaijua. Suleimani, kumbuka ninazungumza habari ya nini? Utii na unyenyekevu. Sawa? Ninapomalizia, Suleimani akasema, sasa Mungu alipomtokea, sikiliza, tunazungumza unyenyekevu na nini? Na utii. Ninyi watu wakuu wa Bwana mnanielewa? Hekima ya Mungu itakuwa, ninyi ni watu wakuu, nyinyi sio watu wa kawaida. Msipoelewa haya mtakuja kukumbuka siku moja. Sawa? Hekima, kumbukeni kwamba Suleimani ambaye Mungu anamtokea, tayari Mungu alishamweka kuwa mtii na kupitia ahadi ya uzao wa baba yake. Ngoja nikwambie, kabla hujazaliwa Mungu alishakujua na anakujua, anakutambua wewe utakuwa nani. Katika kitabu cha Yeremia 1:5 na 10 anasema kabla hujazaliwa nalikujua naye. Yaani haijalishi mambo uliyopitia, haijalishi ulivyo, Mungu anakujua. Kuna ahadi ya wewe kuwa mtu fulani, kuna ahadi ya ukuu ndani yako. Wewe sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo ile ahadi inakuja kutimilika. Mungu anasema na Suleimani akiwa ni mfalme, anamwambia kwa sababu umenitolea. Akamtokea katika ndoto kule Gibeoni, akamwambia kwamba omba lolote na ili nikupe. Suleimani anaonyesha unyenyekevu, pamoja na kwamba Bwana amemwambia ya kwamba omba lolote, lakini Suleimani anaonyesha unyenyekevu kwa Bwana. Mstari wa 6, sura ile ya 3 mstari wa 6 anasema, Suleimani akasema, umemfanya hebu listen, such a kind of heart. Anasema Suleimani akasema, anamjibu Bwana, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana. Sikiliza, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama hivyo leo. Yeye anaongea kwa unyenyekevu. Alafu mstari wa 7 anasema, na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza mimi niwe mfalme mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui inipasavyo kutoka wala kuingia. Ni mfalme, kumbuka huyu Bwana. Alafu anazungumza na Mungu. Ndipo mstari wa 8 anasema, na mtumwa wako yuko katikati ya watu wako uliowachagua. Yaani anajua pamoja na kuwa ni mfalme, lakini watu waliowaweka sio wa kwake. Yaani ninyi pamoja na kwamba mpo hapa, mimi ni kama mchungaji, ni nafasi tu Mungu amenipa, lakini ninyi ni watu wa Bwana. Suleimani ndiposa anasema, umeniweka katikati ya watu wako. Alafu anasema hivi, anasema watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Anasema, kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili.
ni wahukumu watu wako na kupambanua mema. Kumbukeni, tunajifunza kitu kinachoitwa hekima ya kufanya maamuzi katika wakati mgumu. Suleiman anasema, kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Ni nani? Unyenyekevu wa hekima ya Mungu unasababisha Suleimani auguse moyo wa Mungu. Ngoja nikwambie, usipokuwa na unyenyekevu, hata ukienda mbele za Mungu kuomba, maombi yako yatakuwa ni ya lawama. Yaani utakuwa ni mtu wa kumlaumu Mungu. Kuna maombi ambayo ukiyaomba mbele za Mungu yanaugusa moyo wa Mungu moja kwa moja. Kuna maombi, yani sikiliza nikwambie, usije ukamlaumu Mungu kwa habari ya unachopitia. Hata kama unapita katika wakati mgumu kiasi gani, hata kama unapita una ndoa ngumu, una maisha magumu, uchumi haueleweki, usije ukamlaumu Mungu. Ongea maneno, mwambie Bwana maneno ambayo yanaugusa moyo wake. Sikiliza, Suleimani anaomba hekima kwa Mungu. Sasa sikiliza kitu cha mwisho ninachomalizana nacho, ili nikulete kwenye lengo na tunapoenda kumwomba Mungu. Jambo la kulielewa, elewa kwamba hekima ya Mungu, ili upate hekima ya Mungu, beba kusudi la Mungu. Ili upate hekima ya Mungu, beba kusudi la nani? La Mungu. Matendo ya Mitume 1:8 inasemaje? Roho Mtakatifu ameachiliwa kwa ajili ya nini? Mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu akisha kuajilia juu yenu, ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu. Roho Mtakatifu ni yani, Roho Mtakatifu anakaa kwa watu walio na ajenda ya nani? Ya Mungu. Ili upate hekima ya Mungu, tumesema hekima ya Mungu ni roho wa Mungu, si ndio? Alafu tumesema Mungu ni nani? Ni roho. Kwa hiyo ukibeba ajenda ya Mungu, ukibeba kusudi la Mungu, automatically roho ya hekima itakuwa ndani yako. Halo? Hekima ya Mungu hubeba kusudi la Mungu. Mungu huweka hekima kwako ili kusudi lake litimizwe. Maamuzi ya hekima hutafuta mapenzi ya Mungu kuliko matakwa binafsi. Halo? Hivi yani hautaelewa kama nimemaliza, ndio namaliza hivi. Maamuzi ya hekima hutafuta mapenzi ya Mungu kuliko matakwa binafsi. Suleimani aliomba hekima ili ajue namna ya kuongoza watu wa Mungu. Hakuomba pesa Suleimani. Inawezekana ni kweli alikuwa na pesa, alikuwa na uhitaji wa pesa. Na kumbukeni, Mungu amemwambia omba lolote nami nitakupa. Suleimani hakuomba pesa. Suleimani hakuomba utajiri wala heshima, lakini baada ya kuomba mapenzi ya Mungu na vingine akafanya nini jamani? Akapewa. Bwana asifiwe. Sikiliza, ukisoma kuanzia mstari wa 10, anasema hivi, lile ombi aliloomba Suleimani, anasema neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Suleimani ameomba neno hili. Ninavyoendelea kusoma haya maandiko, endelea kujiuliza, wewe umeomba nini mbele za Bwana? Na mpaka sasa hivi unaona kama Mungu naye muomba hajibu maombi. Umeomba miaka mingi, hilo uliloliomba limebeba kusudi la Mungu. Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Suleimani ameomba neno hili. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, oh my God, wala hukutaka roho za adui zako. Mzee, unayakumbuka yale maombi tuliomba siku ile tulivyokuta mtu kanya kule nyuma? Unayakumbuka yale maombi yale? Wala yale maombi yatajibiwa kwa sababu yamebeba kusudi la Bwana. Sawa? Yale yatajibiwa, yamebeba kusudi la Bwana yale. Yale hajabeba kusudi la ima, angekuwa amekunya kwangu kule afu ndo nikawa naomba hivyo labda. Yale yamebeba kusudi la Bwana, yatajibiwa yale. Na yalishajibiwa. Amini nakwambia. Sikiliza. Basi tazama,
nimefanya kama ulivyosema. Come on, mtu mmoja ananielewa? Jamani, hebu kama unanielewa punga mkono namna hii. Nyosha mkono, unanielewa eh? Good, thank you so much. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Sikiliza. Tazama, nimekupa moyo wa hekima. Oh my God. Tazama, nimefanya kama ulivyosema. Kama alivyofanya nani? Alivyosema nani? Suleimani. Alafu anamwambia, tazama, nimekupa moyo wa nini? Wa hekima. Kwa tafsiri nyingine anaweza akasema, tazama, mimi nitakaa ndani yako. Maana si Mungu ni roho, hekima ni roho. Tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Jamani, hekima inaendana na akili. Yaani ukiwa na hekima hauna akili. Hekima inaendana na nini? Wisdom is the direct proportion. Akili ni nini kwa Kiingereza? Wengine tunachanganyaga with the knowledge. Nini? Ni nini hekima? Akili. Nature. In 20s. Hivyo hivyo. Wisdom is direct to hivyo hivyo. Sawa? Haya. Hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe. Wala badala yako hata inuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba. Come on. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa. Hakuomba mali, lakini mali anapewa. Mambo yale usiyoyaomba nimekupa. Mali hakuomba fahari, na fahari akapewa. Hata hapata kuwa na mtu katika mfalme kama wewe siku zote. Nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu kama baba yako Daudi alivyokwenda, basi nitafanya siku zako kuwa nyingi. Hakuomba siku nyingi. Si mmeona pale mstari wa 11 anasema Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, lakini Mungu anasema nitakupa maisha ya nini? Ya siku nyingi. Haleluya. Naye Suleimani akaamka, na kumbe ilikuwa ni ndoto. Akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka. Wewe Mungu akisha kutendea waga unatoa tena sadaka ya shukrani? Akaenda akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketeza, akatoa sadaka za amani, akawafanyia watumishi wake wote, akawafanyia karamu watumishi wake wote. Je, jiulize, unaomba nini kwa Bwana? Naomba usimame.